السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, tukiwa bado tunakumbushana katika nasaha zetu mbalimbali na mawaidha mbalimbali yanayohusu dini yetu hii ya Kiislamu, tukiwa bado tuko ndani ya mwezi huu mtukufu kabisa, mwezi wa Rajab, na mada ambayo iko mbele yetu hivi sasa inasema mambo matatu haya. Mambo matatu haya jihadhari nayo sana katika mwezi huu wa Rajab. Mambo matatu haya jiepushe nayo sana katika mwezi huu wa Rajab. Ndugu yangu katika imani, ni vyema ukasikiliza darasa hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kuna faida unakwenda kuipata siku ya leo biidhnillahi taala kama utasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na mimi sipendi nikutawirishie muda wako mrefu sana, hapana. Tatumia muda mchache ili nifikishe kwa uchache uweze kuchukua na uende ukafanye kazi. Lakini niombe vile vile kila atakayesikiliza darasa hii, kama ni Muislamu na una hofu ya Mungu, basi nikuombe video hii sasa, hebu tuma kwa magrupu ya WhatsApp ya watu wengine, watumie ndugu zako mbalimbali, ili ujumbe huu na wao waweze kuupata biidhnillahi taala. Leo tunakwenda kuangalia mambo matatu ambayo Muislamu atakiwa uchukue tahadhari sana katika mwezi huu wa Muharram. Kwa nini niseme uchukue tahadhari? Mwezi huu ni mwezi mtukufu katika ile miezi minne mitukufu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia tusidhulumu nafsi zetu katika miezi hii. Tusidhulumu nafsi zetu katika miezi hii. Tumeharamishwa mambo mbalimbali, ikiwemo hata kupigana vita katika miezi hii mitukufu. Leo tunaenda kuongea mambo matatu ambayo haya ni ya kawaida na tunayafanya sana katika jamii zetu hizi. Kwa hiyo nikaona niachukue haya matatu niyalete, ili kila mmoja wetu basi aweze kuchukua tahadhari katika haya matatu. Na katika haya matatu, jambo la kwanza, raddu al-huquq ashabiha. Jambo la kwanza kabisa katika haya matatu ni kurudisha haki za watu. Ndugu yangu Muislamu, kama una hofu ya Allah sawa sawa na unafahamu binafsi yako una haki za watu umedhulumu, una mali za watu umedhulumu, basi katika miezi hii au katika mwezi huu, hebu rudisha haki za watu hizo. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, fala tadhlimu fihinna anfusakum, wala msidhulumu katika hii miezi minne mkadhulumu nafsi zenu, wala msidhulumu nafsi zenu katika hii miezi minne au ndani ya miezi hii minne. Kwa hiyo kama unafahamu na haki za watu, basi haraka ndugu yangu, nenda kazirejeshe, hususan katika mwezi huu wa Rajab. Ni mwezi ambao Allah ametuzuia, ametukataza kudhulumu vya watu, kula vya watu. Haina maana katika miezi mingine Allah kahalalisha, la, bali katika miezi hii Mungu ameweka wazi kabisa kwamba haifai kabisa katika miezi hii. Kuna baadhi ya watu wana haki za watu, Sheikh, wamezibania. Wana haki za watu wamezibania. Kuna watu wamedhulumu viwanja vya watu. Kuna mtu kahama sehemu na kodi ya mtu hajamlipa mpaka leo anamzungusha. Kuna mtu alikopeshwa pesa na mtu, basi mpaka leo apata mwaka wa pili hajalipa ile deni. Sheikh wangu, kama una hofu ya Allah, kama unamogopa Allah, basi hiyo haki ya mtu ndugu yangu nenda kairejeshe. Kama unafahamu na haki ya mtu, basi irejeshe katika mwezi huu wa Rajab. Hilo ni jambo la kwanza katika ile matatu ambayo leo tutakwenda kuzungumza. Jambo la pili, amtani'u anil akla riba fawran bali waradduhu huququ li ashabiha. Jambo la pili, jizuie na swala zima la kula riba mara moja. Jizuie na swala zima la kula riba mara moja na kurudisha haki za watu kama tayari ushaingia katika swala zima la riba. Kwa mfano, labda wewe umemkopa mtu mkopo, lakini mkopo wako umemkopa mkopo wa riba, bi maana yule mtu anakurudishia kwa riba.
basi wallahi kama hali hiyo unayo, na mpaka mwezi huu tunavyoongea leo upo katika mazina kama hayo, na wewe una hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi rudisha kile kilichozidi katika riba. Kama ulimkopa mtu 100,000, basi akulipe 100,000 yako ile ile. Lakini kama ulimkopa mtu 100,000 karudisha ziada, basi ile ziada haraka sana nenda kairudishe, ndugu yangu katika imani. Na kama itakuwa ndo wewe umechukua kwa mtu mkopo huo, wallahi lazim ndugu yangu upo katika hali mbaya sana, hususan katika mwezi huu wa Rajab. Fanya kila njia jambo hilo uliache, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekataza, na aya inasema, inamalizia, fala tadhlimu amfihina anfusakum, wala msidhulumu katika miezi hiyo minne nafsi zenu. Kwa hiyo kama una riba mtu, umekopesha mtu mkopo wa aina hiyo, basi haraka sana ndugu yangu katika imani, nenda karudishe haki yake. Kama ulimwambia kila kwenye shilingi 10,000 na zidi shilingi 500, basi ile 500 kairejeshe. Kila kwenye milioni 1 ziada ni 100,000, basi 100,000 nenda kairejeshe haraka sana katika mwezi huu wa Rajab. Jambo la tatu na la mwisho, huu ni mwezi ambao ndani yake ndiyo mtume wetu Muhammad amepewa swala 5. Amepandishwa safari yake, alikwenda safari yake Isra wal Miraj katika mwezi huu tuliokuwa nao wa Rajab. Hapa maana yangu nini? Maana yangu ndugu yangu, kama wewe ni tariku swala, bimaana huswali swala 5, umejiweka mbali na ibada ya swala 5, basi kwa utukufu wa mwezi huu, kwa sababu ndio ndani yake imeteremka swala, basi kuanzia leo unaposikiliza mawaidha haya au mada hii, basi haraka sana anianza kuswali ndugu yangu katika imani. Ni mbaya sana kujiweka mbali na swala, hususan katika mwezi huu tuliokuwa nao, mwezi ambao ndani yake ndio imeteremka swala 5. Na lazima uelewe kitu kimoja, jambo la mwanzo kabisa atakalokwenda kuulizwa mtu siku ya kiyama, as-sala ndio atakwenda kuulizwa mtu siku ya kiyama. As-salatu imadu din, kwamba hii swala yenyewe ndiyo nguzo ya dini. Faman aqamaha faqad aqama din, yule atakaye swali basi mtu huyu anakuwa anaidumisha dini. Waman tarakaha faqad adama din, lakini asiyeswali anakuwa amebomoa dini. Kwa jambo la tatu ni mtu kujirudisha, kujibidisha katika swala zima la kudumu katika ibada ya swala 5, kwa sababu ndio mwezi ambao mtume kachukuliwa hapa kutoka Maka kwenda zake Palestina, hatimaye kwenda mbinguni, na hakwenda kwa jambo lingine isipokuwa amekwenda kuchukua ibada ya swala 5. Kwa maana hiyo, kama wewe ni tariku swala, basi kuanzia sasa anza mapema kufanya ibada ya swala. Vinginevyo ukiacha, utakuwa umeingia katika dhambi na jambo moja kubwa baya sana. Haya ndio mambo matatu ambayo leo ningependa niwafikishie, ningependa nishare na nyinyi. Inshallah yachukueni na nendeni kayafanyeni kazi biidhnillahi taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.